katika masuala ya Qur'an. Uislamu kuna sheria yake. Kwa kwenye swala kuna vipengele kufanya swala inakuwa. Kwa kwenye funga kuna vipengele fulani ukipitia funga inakuwa. Asante. Je, tukiwa kwenye ndoa jambo gani kisheria linaangusha ndoa? Hiyo kwenda kuhiji jana, kuna vitu wakivifanya hija imebomoka. Tumetoka kuswali magharibi na anifan tutaswali isha. Kuna vitu ukivifanya swala imebomoka. Na hivyo hivyo kwenye funga. Swali la bwana mdogo huyu. Je, tukiwa kwenye ndoa vitu gani tukivifanya ndoa itakuwa imebomoka? Mubtilatun nikahi. Muhadhara mpya huo baba, muhadhara mpya. Kwa hiyo inabidi tumwambie Sharifu hapa na Imamu watupangie tuje tuseme hayo. Lakini kwa kudokoa tu tusikuache bure bure ukanitazama kwa jicho la husda, nikugusie walau kidogo. Kuna kitu kikifanya ndoa ina paralyze, inapatwa na shalal. Ukiwahi ndoa yako inaamka, usipowahi ndoa imekufa. Nianze hapo. Nacho kitu kinachoitwa adhiharu. Kwa Kiswahili kizuri, mkeo kumfananisha na mwanamke ambaye sheria imekukataza kumuoa milele. Maana sheria imetukataza kuwaoa wanawake katika sura mbili. Kuna wale waliokuwa katika hurmatan abadia wa hurmatan muakkata. Kuna uharamu wa milele, piga au hata ukifanyaje wewe rambia tu, huyo haramu kuoa. Umeelewa? Katajwa dada mfano wake, katajwa mama mdogo au mama mkubwa mfano wake. Huyu dada na mama mdogo na mama mkubwa, ili umuite dada, ili umuite mama mdogo, ili umuite mama mkubwa, ili umuite shangazi, hao watatu wote ni haramu kuwaoa milele. Unanielewa uzuri? Lakini ili awe katika nafasi hiyo sharti wawe katika moja kati ya sura tatu. Shangazi huyo kama hausiki kwenye sura moja kati ya tatu, dada huyo kama hausiki katika sura moja kati ya tatu, mama mdogo huyo kama hausiki katika sura moja kati ya tatu, sio mama yako, sio dada yako, sio shangazi yako, chukua mzigo. Dada yako huyo na wewe mpoje? Baba mmoja, mama mmoja, sura ya kwanza. Baba mmoja, mama mbali, sura ya pili. Mama mmoja, baba mbali, sura ya tatu. Dada si mtoto baba mkubwa, baba mdogo beba. Hapa nachomekea tu kidogo Na sheria inapokuruhusu mtu kuoa huyo, maana yake maafuruiha, na kizazi chake. Umeruhusiwa kuoa mtoto wa mama yako mdogo, mama yako mkubwa, baba yako mdogo, baba yako mkubwa, maana yake na wanawe. Usiseme kinya, lakini si mwanangu. Mungu ndio alokuruhusu. Wewe na Mungu anajua zaidi nani. Unanielewa? Nakupa mfano mdogo tu. Ali ibn Abi Talib na Mtume, si ndugu hawa? Mtoto mkubwa na mdogo. Mmoja angekuwa mwanamke, mmoja angemuoa mwingine, lakini wanaume watupu. Ali akaoa mtoto wa Mtume, manake ni mwanawe, mtoto wa kaka yake. Hauja nielewa? Mtoto wa shangazi yako si dada yako, ndio unaita binamu, sio? Mtoto wa baba yako mdogo ndio binamu. Asili ya binamu kwanza sio mtoto wa shangazi na mjomba. Kwanza hapa nikumbushe. Asili ya binamu ni mtoto wa baba mkubwa na baba mdogo. Ndio asili ya neno binamu. Bamia tu limetukolea, tumeshindwa kusema ibnu am. Ndio binamu, imetelezekea huko. Unanielewa baba? Sasa na shangazi yako ili awe shangazi, huyu na baba yako ni baba mmoja mama mmoja, moja hiyo Huyu na baba yako baba mmoja mama mbali Huyu na baba yako mama mmoja baba mbali. Huyo ndio shangazi yako haramu kuoa. Shangazi mwingine yote beba mzigo. Au nielewi? Mama yangu mdogo, tunakuuliza mama yako mdogo wa vipi? Yule babu wa kule mzee Mbonduike alioa kule ndo akapatikana huyu, hawa na baba na baba. Huyo sio, chukua.
Anatakiwa baba mmoja mama mmoja na mama yako, baba mmoja mama mbali na mama yako, au mama mmoja baba mbali na mama yako. Umeelewa eh? Haya, na kurudi kwenye swali lako la msingi. Kwa hiyo hawa tuliowataja ndiyo haramu kuwaoa milele. Mkeo sasa ukamfananisha na mmoja kati ya hawa, hapa ndoa yako inapata polio, haifi. Ukiizembea imekufa, ukiwahi inapona. Kwa hiki ulichonifanyia leo Mama Juma, na kuona wewe hauna tofauti na mama mkubwa. Fihara. Na sio kama wanavyosema mtaani, mkeo ukamwita mama. Hapa ili neno limekaa kinaya. Mama nini? Kuna haja ya kukuuliza ili somo shekhe hapa, naona kama yani hakuna tofauti na talaka ya karatasi. Talaka yoyote ya karatasi ikija pap kisheria tunaisimamisha, hatusemi kaachika mpaka tumpate aliyeleta kwenye karatasi hii. Bwana we Juma, mkeo kaja nyumbani huku na talaka umetoa wewe, kutoka pale ndio talaka. Sijui hiyo sio talaka. Hata kwenye simu unaweza ukaacha mke, lakini hatuhesabu kuwa ni talaka mpaka tuthibitishe katuma yeye. Somo pana hili. Na katika jumla ya gonjwa kubwa linalotesa Waislamu wa Bongo hapa, hawajui ndoa, hawajui talaka, hawajui kurejea. Hii ni kesi kubwa kabisa. Tunaolea mazoea haya aliyoyasema kijana huyu kuhusu maskani huko. Basi inafika wakati, kwa sababu wanapenda wakikufuata wewe watakupa hela nyingi. Anatafuta mshikaji aliyewahi kupita darasani. Wewe usiwe kusoma soma twende kanisimamie ndoa. Ananyanyuka na kitabu chake Wasira Tushafi, utafikia enda kusoma Albadili, anaenda kusimamia ndoa. Shekhe, ndoa nyingi sio sahihi mjue. Nataka niwaambie, ndoa nyingi sio sahihi. Si ndo tunazihudhuria. Unaona kwamba wale wamepeana wanawake, lakini sio ndoa. Si ndo tunaona. Ndoa nyingi za Dar es Salaam sio, hakuna ndoa, wanazini tu. La ilaha illallah. Havizingatiwi vigezo vya sheria, na hili ndiyo gonjwa mama. Kwa hilo moja nimekutajia, ambao linahitaji istifsari siku nyingine, tupate muda tuchambue hasa jambo hili. Lakini kuna lingine sasa linaua ndoa, kuritadi kutoka kwenye Uislamu. Hilo alipozi ndoa linaua kabisa. Mmoja katika wanandoa akitoka kwenye Uislamu, ndoa imekufa hapo hapo. Naeleweka? Mungu asifanye hivyo. Wewe naye mke katika nyinyi mmoja wapo akisema analeta utani, kuanzia leo sio Muislamu, kama ndio hivyo, na ndoa imekufa. Akija akitoa shahada kurudi katika Uislamu, ndoa ifungua upya. Hivyo viharibu nini? Ndoa. Sasa inakuja na talaka. Tulisema mwanzo tulipokuwa naelezea talaka ambayo ina sura mbili. Kuna talaka kwa njia ya kulitamka neno talaka kwa wazi au kwa fumbo, ambayo inao ina mapana yake. Ukitoka humu ndani tu nimekuacha, akitoka ile mwanamke si mkeo. Shekhe, tutafute siku. Niwaombe waumini